Mei 9. Ijumaa mwaka wa 2025. Shule ya Uinjilisti mwezi wa Septemba. Isaya 6:13. Na ijapokuwa imebaki sehemu moja katika sehemu 10 ndani yake, italiwa hii nayo, kama mvinje na kama mwaloni ambao shina lake limebaki, ingawa imekatwa, kadhalika mbegu takatifu ndiyo shina lake. Wewe, Remnant, lazima uinue baptizani ya nuru popote unapoenda. Hii ni kwa sababu Mungu aliwaita ninyi wenye nuru ya Kristo, kuokoa shamba. Ikiwa ndivyo, mkondo muhimu wa Biblia ni upi ambao lazima uchapishe na uwe na majadiliano kuhusu? Kwanza, Mungu alimwambia Isaya kwamba ingawa kila kitu kinatoweka na kuporomoka, kisiki kitabaki. Pia, Mungu alimwambia kwamba wangekuwa washindi kupitia harakati ya Remnant. Hili ni agano la Remnant. Daniel ambaye alipokea agano hili, aliweza kufanya uamuzi wake popote alipokwenda na kuinua mnara wa nuru. Pili, wale vijana watatu walifanya ukiri wao wa imani kwamba hawatasujudia sanamu hata kama Bwana hatawaokoa. Hata Malkia Esther alikiri kwamba alikuwa Myahudi wakati Waisraeli walipokuwa karibu kuuawa. Tatu, Mungu anaendelea hata sasa kupeleka kazi za uinjilisti wa ulimwengu kwa Remnant, pamoja na wewe mwenyewe. Waisraeli wakawa watumwa, mateka, na taifa lililotawaliwa katika ukoloni katika ratiba kamili ya kufanya uinjilisti wa ulimwengu. Kwa hiyo, utapokea jibu la kuinua baptizani ya nuru, safari, na miongozo ndani ya jibu hili. Mungu kila wakati alitekeleza kazi zake kupitia wale waliochagua imani. Naomba uanze maombi kwa ajili ya ukiri wa imani wa Remnant 7 kuwa ukiri wako mwenyewe. Ombi la leo. Mungu Baba, na niwe mwinjilisti ambaye huchagua imani kila wakati na kuinua baptizani ya nuru popote ninapoenda. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.